Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Miongoni mwa ripoti tuliokuwa nayo ni kwamba vita nchini Iran vimeipa fursa China na Urusi pamoja na Korea Kaskazini zinazoelezwa na Marekani kama maadui na vitisho vikuu vya usalama ulimwenguni nafasi adimu ya kuisoma nguvu na udhaifu wa jeshi la Washington. Katika kipindi hiki cha vita, Marekani ambayo imetumia nguvu kubwa sana katika mapambano, wakati huu mataifa ambayo ni mahasimu wake ambao ni pamoja na China na Urusi pamoja na Korea ya Kaskazini vimesoma kabisa ni namna gani wanaweza kupambana na Marekani, lakini pia udhaifu na nguvu kubwa inayotumiwa na Marekani. Katika kipindi cha vita vya siku 40, Marekani ilitumia silaha tofauti na njia na mbinu tofauti za kuikabili Iran, na hata wakati huu bado inaendelea kuwaza njia mbadala za kuweza kutumika katika kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii inadaiwa kwamba imeipa nguvu kubwa mataifa hasimu ya Marekani kujua mbinu mbadala za Marekani na wapi ambapo wanaweza wakashindwa. Kulingana na ripoti ya Wall Street Journal iliyotolewa Ijumaa ya wiki hii, mataifa haya yameshuhudia silaha mpya za Marekani zikifanya kazi kwa mara ya kwanza, kama vile mashambulio ya angani yaliyosaidiwa na akili bandia AI ya mwendo kasi. Lakini pia wamebaini jinsi Marekani ilivyomaliza haraka zana muhimu, hasa makombora ya masafa marefu ya Tomahawk na vingilia vya kuzuia makombora vya Patriot. Zaidi ya hayo, wameona jinsi ndege zisizokuwa na rubani za bei nafuu za Iran zimekuwa tishio kwa washirika wa Ghuba ya Washington, kulingana na ripoti hiyo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba ndege nyingi zisizokuwa na rubani zimefanyiwa maboresho kutoka nchini Urusi. Ndege za Iran ambazo kwa namna moja ama namna ya kipekee zimeleta matokeo makubwa katika uwanja wa vita, ambapo Marekani ililazimika kutumia zana za bei ghali kuliko ambavyo Iran imetumia ndege zake zisizokuwa na rubani. Ripoti imedokeza kuwa baadhi ya zana za kijeshi za Iran zinatokana na teknolojia ya Kichina na sehemu ya teknolojia ya Warusi na wa Korea. China ilibainisha kuwa Beijing itakuwa na nia ya kukusanya data za uendeshaji, hasa kuhusu jinsi Iran ilivyolenga kambi za kijeshi za Marekani katika Ghuba. Kwa Urusi, vita hivi vimeripotiwa kutoa uelewa wa kina wa jinsi ya silaha za Marekani zikilinganishwa na silaha za Iran, hasa katika muktadha wa mwingiliano wa teknolojia ya ndege zisizokuwa na rubani. Ripoti hiyo ilisema kwamba ufahamu huo ni muhimu kwa Urusi katika vita vyake na Ukraine, ambayo inategemea sana silaha za Marekani, na katika tukio la mgogoro wa baadaye na washirika wa NATO huko Ulaya. Kwa upande wa Korea Kaskazini, imetambua vema kwamba hakuna namna jirani yake Korea Kusini anaweza akatoa tishio dhidi yake. Ikumbukwe kwa muda mrefu kumekuwa na uhasama kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, lakini Korea Kusini ambayo imekuwa na ushirika wa muda mrefu na Marekani imekuwa ikipata misaada kwa muda mrefu kutoka nchini humo, na wakati huu Korea Kaskazini inatambua vema uwezo halisi wa silaha zilizopo Korea ya Kusini. Hata hivi inadaiwa kwamba asilimia kubwa ya silaha nyingi zilizopo katika nchi za Mashariki ya Kati pamoja na nchi washirika wa Marekani ni silaha ambazo zimetumika katika uwanja wa vita katika kipindi cha siku 40 za vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wa mambo wanasema huu ni wakati ambapo mataifa kama vile Urusi, China na Korea Kaskazini, baada ya kujua udhaifu wa Marekani katika uwanja wa vita, sasa wanaweza kufanya maboresho katika majeshi yao, lakini pia namna ya utengenezaji na kuboresha silaha zao za mapigano. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka na wewe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.